zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wimbo wa mwanzo kutoka kitabu cha Hekima Sulemani sura ya 1 mstari wa 7. Roho wa Bwana ameujaza ulimwengu. Kitabu hiki kimeandikwa miaka 200 kabla ya Yesu kuzaliwa. Kiliandikiwa huko Alexandria, Misri. Kilicho Alexandria, Misri ilikuwa ni kuna shule moja ya katekisimu, inaitwa Catechetical School of Alexandria. Ndipo kunatokea watu wasomi, wakina Thomas Aquinas, wakina wengine walikuwa. Kwa hiyo tuachane na hiyo kwanza. Kipindi hicho kabla ya Ukristo, kabla ya Yesu kuzaliwa, mwaka 200, walikuwepo wanafalsafa wengi ambao walikuwa wanaangalia mambo jinsi yalivyo. Lakini huyu mwandishi wa kitabu chetu anajaribu kuangalia hivi, mbona ukiangalia dunia jinsi ilivyo unakutana na kiumbe fulani kidogo hii kidogo, lakini unashangaa kinatembea. Unajiuliza hivi, kina utumbo, kina pua, na hii miguu. Kwa mfano hata sisimizi, ukiambiwa umfanyie operation ya sisimizi, sio kweli. Kwa hiyo kuna moyo, uhai wa hichi kitu unatoka wapi? Unashangaa msitu unachomwa, unaungua wote, lakini baada ya kuchomoza majani mazuri, unajiuliza ni kitu gani kimeshikilia uhai wa hivyo vitu wakati kuna moto ulipita. Roho wa Bwana ameujaza ulimwengu. Ni Roho wa Bwana amejaa ulimwengu, kila kitu, hata mtana na kimburu kinatembea kama tunaangalia tunaenda. Yote hivi uhai, anayetoa pumzi, anayefanya vile hai ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu amejaa ulimwengu. Ameishia kusema Roho wa Mungu ndiye aliyejaza ulimwengu, ndiye anayepatia pumzi viumbe. Kumbuke kwenye kitabu cha Mwanzo, baada ya Mungu kuumba mwanadamu, alikuwa hafai kwa lolote. Pale tu alipompulizia pumzi, ndio akawa hai. Ile pumzi ambayo sisi wanadamu hatuwezi kuitoa, uzima, ndio Roho mwenyewe ambayo yuko kwa kila kiumbe duniani, amejaa kwa kila kiumbe duniani. Ni Roho wa Mungu ambaye ni yeye tu mwenye uwezo wa kuitoa. Na tunaambiwa sio dodo, amejaza ulimwengu, naye anaviunganisha. Tabia ya Roho Mtakatifu kuunganisha viumbe, kujua namna ya kumtukuza Mungu, ya kufahamu Mungu. Na ndio maana hata mwanadamu hajifanyi kwamba hamtaki Mungu, hamheshimu Mungu. Ndani kabisa mwa moyo wake kuna kitu kipo, kwamba kuna kitu kimenyuma. Hata wale wanaokataa kwamba wanamkataa Mungu, wanasema ni kwa sababu wamejua yupo, ndio maana wamemkataa. Kwa sababu utakataje kitu ambacho hujui? Mkataa Mungu, siamini kama kuna Mungu. Ni kwa sababu kuna Mungu, ndio maana wamesema hamna. Ndugu zangu wapendwa, tabia ya Roho Mtakatifu ni kuunganisha, kama tulivyosikia, ndiye anayeunganisha viumbe vyote. Tujifunze hapo kwenye wimbo wa mwanzo, kuunganisha. Una tabia ya kuunganisha wewe? Una tabia ya kuunganisha watu au kutenganisha watu? Tujieleze kweli, tuna tabia ya kuunganisha watu au kutenganisha watu? Ndugu zangu, hatuna hii tabia Roho Mtakatifu ya kuunganisha viumbe, ya kuunganisha watu wapatane. Tuna tabia ya kufanya watu wagombane. Somo la pili tumesikia kama vile mwili ulikuwa na viungo vingi. Roho Mtakatifu ameangalia watu wengi karama, lakini karama hizi si kwa ajili ya kutengana. Tunafanya kazi kama mwili unaofanya kazi. Tujiulize, wewe ukiingia kwenye familia, kunakuwa na muunganiko au kunakuwa na mafarakano? Mitume walikuwa kwenye hofu, walikuwa kwenye wasiwasi,
wamekaa Yerusalemu, wamejifungia. Yesu alipokuja, mpatanishi, muunganishi, anaambia Irene homine, amani kwenu. Kwa Kigiriki ndio niongea. Irene maana yake ni amani. Irene homine, amani kwenu. Kaambia amani kwenu. Wakatulia, wakajisikia furaha. Je, wewe ukiingia mahali watu wanapata amani au watu wanapata tabu? Ndugu zangu wapendwa, mitume walikuwa na hofu. Kianzia somo la Injili, mitume walikuwa na hofu baada ya Yesu kusulubiwa. Tunafahamu vizuri. Tambueni, mitume walikuwa wameshamwahidi Yesu vitu vingi sana. Alikuwa anaambia kwamba mimi nitaenda kuteswa. Petro akasema, yaani mimi nakwambia kwamba nitakuwa nawe hata ikipasa kufa. Lakini ilikuwa kweli. Kwanza ile siku tu watu wanapewa kwa kumkamata Yesu, alijitahidi hapo, sio baya. Akachomoa upanga, akakata sikio la mtu. Lakini baada ya pale wengi, kuna mmoja mwanafunzi mwingine anaitwa Marko, tunamsikia kwenye Injili. Kuna mmoja alikamatwa, akaambiwa wewe ni mmoja wapo. Akakimbia ikabidi akimbie uchi, yeye akapatia mtu nguo kala kona uliko nje hapa dunia. Pengine aliangalia Yesu jinsi mateso yalikuwa makali, kama hapana ndio sipale, akaachia nguo. Wakina Yohane walikuwa wapi wakati Yesu yuko na msalaba wake? Tunapenda kusikia pale msalabani, wewe ndiye mama yako. Mbona hatujakusikia unabeba msalaba kama Simoni? Hatujakusikia katikati. Tunasikia Veronika kwa msausu, tunasikia Simoni amebeba msalaba. Kina mama wanaambia Yesu, hatusikia wale jamaa wamebeba. Na hao waliolishwa tonge, hawa ni wanaoshwa miguu. Ndivyo itakavyokuwa ndugu zangu. Yule uliyempenda sana, yule ambaye umejitoa kwa ajili yake, mume wako ambaye pengine umepambana naye kwa hata kitu, sasa hivi ametoka gari, anakujibu yangu si mimi, anakujibu yangu na wewe jiandae. Yesu amesalitiwa na wewe unachosalitiwa vile. Katikati ya meza ya upendo Yesu anawapa watu chakula. Wale waliomlisha, wale aliowalisha na kuosha miguu ndio wanakuja kumkana. Petro alikuwa na roho nzuri wakati huo. Anajaribu kufuatilia, anataka hapa moto. Mtu alimkuta ule. Wewe sikuwa na kusali pamoja nawe. Akajibu, jamani, niyo sio kweli. Wewe si mmoja wa wafuasi wake mtu huyu. Jamani, naomba mje kanisani msije na vyeo. Ili ukiona watu hawataki kuitika kwenye misa, wamekuja na vyeo vyao. Unakuta ni mwalimu, unakuja na mwalimu wako kanisani. Unafanya kazi TRA, unakuja na TRA yako umekaa. Unafanya kazi wapi Ikulu, unakuja na Ikulu yako. Hapa ni kanisa ambapo unakuja kama mdhambi kuja kuomba huruma ya Mungu, kama mtoza ushuru, usije kama Mfarisayo. Kiitika misa wewe. Unakuja chema, unafanya chema Yesu. Usije na chema hapa. Ukifika hapo mimi mdhambi nimekuja kutafuta huruma ya Mungu. Unakuja kama Mfarisayo, kiitika hapo na kuuliza, je, wewe sikukuwa na bustani ni pamoja naye? Sasa mbona mko mwitiki kwanza? Paka mpige kirungu leo msikie. Wewe si mmoja wa wafuasi wake mtu huyu. Wewe mama uliokuwa hapa, sio wewe ambaye unanunia mume wako, huyo alikumpongeza kwa chochote anachokifanya.
pongezi, umeishi maisha ya kumtesa mume wako mpaka sasa hivi amehamia kwenye nyumba ndogo. Jibu lake ni wewe. Wewe ambao hapa, sio wewe ambaye umetoka nyumbani, pesa zote za mshahara zinanile pesa kidara fulani mahali fulani, kimelepa kipo kama nguruwe. Watu tunakuwa wamekonda, hada hazialipo, mara nyingi kila mahali. Wewe unakuja kanisani, unajificha kwenye kanisa, watu wanakusalimia tumsifu Yesu Kristo, wanakuona ni jembe, kumbe una wanawake watatu nje ya ndoa. Wazee wanauliza hapo, jibuni. Ndio wewe. Ndugu zangu wapendwa, hiyo ilikuwa inachomekea tu. Nataka niwaambieni, Petro anaulizwa pale, je, wewe si mmoja wapo? Amekana mara tatu. Ndio mara tatu, yani kuzaliwa, kuishi na kufa. Perfect. Yani hakuna, yani hawezi kujisema nilikuwa nimepitiwa na usingizi au nilikuwa sisikii vizuri nikajua. Mara tatu ulikuwa na akili timamu. Hata sio tunasema mara tatu, nasema tatu ni kukute kule. Maana ni perfection. Perfect. 1 2 3 go. Ndivyo tunasema kuzaliwa. Au kuzaliwa, kuishi na kufa. Perfect. Utatu ndani ukamilifu. Kwa hiyo alikana akiwa na akili timamu. Ni wanaume wangapi mmesema nje ya ndoa si mimi? Naongea na binti hapo anakuambia, "Hivi wewe hujaoa?" "Si mimi sijaoa." Ndugu zangu, Yesu alikanwa, lakini akajifunza kumwamini. Baada ya ufufuko, hajaanza kuwakumbusha makosa yao. Wamekaa sasa, wana hofu. Wakiwa katikati ya hofu, Yesu anatokea, anawaambia amani kwenu. Wanapata amani. Na wewe ndugu zangu, hata sisi tutakuja kukosewa. Unaweza kukosewa na mtu wa karibu ambaye mtegemei. Petro alikuwa kabisa na Yesu. Unaweza kusalitiwa kama yule Sereti. Hakumsaliti Yesu. Unaweza kushangaa mume wako wa ndoa huyu ambaye alikwambia nitakuwa na wewe mpaka kifo kitutenganishe, ambaye umeiba mkanikupeleke kwa maporoko mchana kweupe ukathibitisha upendo wenu na wewe mkoja hapa. Agnesi, unampokea John au mume wako? Tena wewe kwa mwaminifu atakupenda kuchukua maisha yako. Yaani, unampokea Agnesi au mke wako? Tena wewe kwa mwaminifu atakupenda kuchukua maisha yako. Ndio. Ufanye huo unaoonyesha mbele ya Mungu. Kwa hiyo nieleze mfano, angalia huko bwana anaongea sana. Leo nimekuja kwa mtajiji. Unaonyesha mbele ya Mungu. Maana pale tulikamata mbuzi, tunamfunga kwenye urefu wa kamba yake. Kwa hiyo Mungu unaonyesha mbele ya Mungu, Bwana uthibitishe. Leo unaonyesha Mungu mwanadamu asitenganishi. Hapa tunategemea ule mbuzi inazunguka hapa tu. Naikuta kwa sababu tumeifunga kwenye mti wake. Lakini mara ngapi tumekutana na mbuzi zimekata kamba zinazunguka kwenye mashamba ya watu. Hakuna mbuzi zinazunguka kwenye mashamba ya watu. Nani amefunga mbuzi ya watu? Ewe mama ambaye amefunga mbuzi ya watu, naomba kumwachie mbuzi ya watu. Na wewe mbuzi ambaye umetoroka kwenye ndoa, rudi. Hivi unaelewa tu? Wewe si mmoja wa kati ya watu waliokata kamba katika ndoa yako. Ukaungame. Umesema uongo, si mimi wakati ni wewe. Mzongo wapendwa. Kwa nini hakuna amani sasa? Ndoa nyingi, familia nyingi, wapo kama vile hofu ya Wayahudi. Wanatembea, wanaishi
Wapo wanaogopa uchawi, wataogopa hofu ya wewe. Wapo wana wasiwasi mtakula nini. Wapo wanaogopa biashara sita. Tuna hofu, tuna amani. Lakini leo tunakumbusha ndugu zangu wapendwa, Roho wa Mungu ndiye anayetupa ujasiri. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka katikati ya mitume, wale waliokuwa wanasema si nini, wametoka kwa ujasiri. Unasikia Matendo ya Mitume sura ya 2, somo la kwanza leo. Wapo mitume, Petro yule alikuwa anaongoza si nini, anasimama anatangaza kwa ujasiri. Hofu hamna, haogopi kitu. Baadaye unaona jinsi tumemaliza tu jana, tumemaliza kitabu cha Matendo ya Mitume. Tulisikia jinsi Roho Mtakatifu aliwasaidia kina Stefano mpaka hapo tayari kufa, haogopi. Piga mawe lakini haogopi, ndio nguvu ya Roho wa Mungu sasa. Wakina Petro wakapelekwa kwenye Sanhedrin, ile mahakama ile mhukumu Stefano. Wakina Petro, wakina Paulo wakafungwa ndani, wakasali, lakini milango ikatikiswa, minyororo ikaanguka, wakatoka. Hiyo ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, sisi wa Kristo bado hatujajua nguvu ya Roho Mtakatifu, hatujajua na wageni, hatujaijua. Kama tungeifahamu nguvu ya Roho Mtakatifu, tungesali, tujiunganisha na Mungu, na kwambia tusingekuwa ni watu wa kutishiwa hivi. Wengi wetu tunatishiwa, watu wanaombea njana kwa mganga, wanaenda kuomba msamaha. Nitaenda Bagamoyo, nikirudi utaona. Mama yangu naomba unisamehe, unajua nilipitiwa. Utaomba wale wako usingekuja hapa. Ndio. Mzangu wapendwa, simameni imani. Simameni imani. Onyesheni kwamba mmepokea Roho ambaye sio roho moja. Roho huyu. Kwenye somo la kwanza tufafanue kidogo kwenye somo la kwanza. Roho huyu ni somo la kwanza, ili uweze kuelewa vizuri. Nimewaambieni kwenye utangulizi kwamba siku 50 baada ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi walikuwa wanafanya sherehe ya Pentecost. Pentecost 50, ambapo walikuwa wanatoa sadaka, shukrani, wanaleta mavuno, wanamshukuru Mungu kwa tukio la kuvuka bahari ya Shamu. Shukrani. Sherehe hizi za Kiyahudi zilikuwa ni za muhimu sana. Kwa hiyo ikitokea kwamba Myahudi yoyote yupo nchi yoyote, lazima arudi nyumbani, aje asali Yerusalemu. Na Yerusalemu ndipo palipo na hekalu. Hekalu ambapo ndio mlima Sayuni. Mlima Sayuni ni mahali ambapo Mungu mwenyewe alichagua ili apakae. Ndiye alisema, nataka nijengewe hekalu langu hapa. Nijengeni hapa. Kwa hiyo kwa Mwisraeli, hata akiwa nchi gani, lazima ahakikishe angalau mara moja kwa mwaka anaenda hekaluni kusali. Aende asali na kutukuze Mungu wake. Na aliona kwamba hawezi kusali au hata kuimba nyimbo za Sayuni akiwa nchi ya kigeni. Nakumbuka Zaburi ya 137, wakati wana wa Israeli walipopelekwa utumwani Babeli. Wakiwa kule Babeli, baadhi ya Wababeli waliwaambia, hebu tuimbieni nyimbo za Sayuni. Tukumbuke kipindi cha Sulemani baada ya kujenga hekalu, sifa zilisikika sana. Kulikuwa kuna taratibu, nyimbo zinaimbwa, mipango imepangwa, watu hekima Sulemani inatoka mdomoni. Sifa zikasambaa maeneo mengi ya nchi mbalimbali. Hata yule malkia wa Ethiopia mpaka kaenda kutazama hekima yake. Sasa hata kwa Babeli zilifika hizi sifa. Ndio maana baada ya Waisraeli kupelekwa utumwani Babeli, wale watu wa Babeli wakawa wanakumbuka bado. Wakawa wanaambia, hebu tuimbieni hizo nyimbo zenu ambazo tunasikia za sasa hivi, hebu tuimbieni. Wakakataa, wakasema haiwezekani kuimba wimbo wa Mungu tukiwa katika nchi yenu ya kigeni. Tunakaje? Tunawezaje? Hatuwezi kusahau sasa hivi. Mpaka wakaweka viapo vikali ambavyo wewe uwe makini unapoweka viapo kama hivi. Nikusahau wewe Yerusalemu, mkono wangu wa kuume ukatiki. Uepuke sala za namna hii. Mungu, nikusahau hivi. Unajua wewe mwanadamu mzuri hivi. Mungu ninataka naomba ndoa yangu sio za kumsaliti mke wangu. Nifie huko nisirudi. Acha hilo sana. Sasa kama
hizo, wewe una hizo nguvu, una nguvu, wewe ndio mwanadamu ndio sana. Ndio. Sasa Sayuni ni mahali ambapo Mungu alipachagua kwa ajili ya kukaa. Kwa hiyo Waisraeli wengi walikuwa nchi mbalimbali walikuwa wanakuja, hawawezi kusahau Sayuni. Walikuwa wanakuja kusali Yerusalemu, sehemu ambapo ni Mungu pekee yake alipachagua pakae. Kwa hiyo Waisraeli walijua siwezi kusali sehemu nyingine nikapata baraka, mpaka niende Yerusalemu, mpaka niende hekalu la Yerusalemu kusali pale. Kwa hiyo wengi wakati wa sherehe walikuwa wanakuja na marafiki zao. Tuashumu kama vile hekalu lipo Tanzania, kuna ndugu wanaishi Marekani au wanaishi nchi za mbali, wanaamua kuja Tanzania kuja kusali. Sasa wakati wanakuja na mabesti zao, marafiki zao wa hiyo nchi. Sasa watu waliotoka wakaenda Yerusalemu wakiwa na marafiki zao, wakati wanasali siku ya Pentekoste, Roho wa Mungu akashuka. Wale waliokuja nao wa nchi za kigeni wana lugha zao za asili. Ni kama wewe uende hata Uingereza, kama wewe ni mpare kutoka mpare tu. Sasa wakati wa Yerusalemu Roho ameshuka, wale ambao ni Wayahudi wakaanza kuongea kwa lugha ambayo wao wenyewe wanasikia kwa ile lugha ya mama ile ya kwanza kabisa. Tunashuka kama unaenda Yerusalemu, wakati Roho anashuka unasikia watu wa kule Yerusalemu wanaongea kibaya. Sasa tunajiuliza inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Umeshaelewa maana hiyo? Inakuwa ndio maana yake hiyo. Wao walienda wakiwa na wenzao, marafiki, kwenda kusali Yerusalemu. Wakiwa kule wakaishangaa kwamba mbona sisi tunasikia hawa watu hawajui lugha yetu. Inakuwaje sisi tunasikia wao wananena na sisi tunaelewa kabisa kwa lugha yetu kabisa asili. Inakuwaje? Umeelewa? Najua kwa unaimaga tu uelewe maana yake nini. Unafahamulia vizuri. Ndio hiyo maana yake. Inakuwaje? Hii ni ishara kwamba Roho Mtakatifu hataki utengano wote. Na lugha ya Roho Mtakatifu ni upendo. Ukimtendea mtu upendo, hata kama yukoje, ataelewa kwamba umemtendea. Hata namna yako kutazama, ukitazama watu watajua kumitazama kwa upendo au kwa jicho baya. Upendo hauhitaji lugha yoyote, unahitaji tu uonyeshe tu kwamba wewe mtendee tu mtu vizuri, hata ongea kama unafanya ishara. Nashukuru, asante. Unajua huyu mtu amenikaribisha, ameniheshimu. Lugha ya upendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu bado tunarudi kwenye ile pointi ya wimbo wa mwanzo. Ndiye anayeviunganisha viumbe vyote. Ameunganisha watu wa makabila mbalimbali. Ameitambulisha kwa ulimwengu mzima. Ameitambulisha kanisa kwa watu kutoka maeneo mbalimbali. Wameanza kuelewa Injili kwa lugha yao wenyewe. Ndugu zangu, Roho huyu ndiye mgawaji wa karama mbalimbali. Hapendelei. Na aliyepewa ni kwa ajili ya utumishi wa mwingine. Huna haja ya kumwonea mtu wivu. Aliyepewa zaidi ni mtumishi wako. Unatakiwa kutumikie wewe. Lakini ndugu zangu wapendwa, kama unafuatilia vizuri, utajua kuna somo sijagusa. Nimeagusa. Sasa tuingie kwenye application ya maisha ya kawaida. Tutoe haya masomo ya sakiti katika usufi ya tuwe ya tusaidie sisi kuna kigango cha mtakatifu mwone tusaidie. Je, haya masomo kuna kitu yanaweza kutusaidia chochote? Ndugu zangu wapendwa, kitu cha kwanza tuangalie kwanza hii process ya kupokea Roho Mtakatifu ilipokuwa. Yesu aliwaambia mtume, msiondoke mjini, bakini pia mnasema wakati. Jamani, utii ni wangapi ni wanyenyekevu katika kutii? Unyofu. Dunia zaidi watu wanagombana, watu wanabaya, watu wanaamani kwa sababu ya kiburi. Kutokutii maana ni kiburi. Kiburi ni dhambi mbaya jamani. Kiburi ni dhambi
mapapa, mapadre, masista, watawa, walei, ni dhambi ambayo ukiwa nayo hujui kama unayo. Ndio shida hii dhambi. Kiburi. Ukiwa nacho hujui kama unacho. Ni kama unaumwa hujui kama unaumwa. Ugonjwa unaendelea kukutafuna pole pole. Kiburi. Kiburi. Na hizi ndio dalili za kiburi. Ujicheki kama una kiburi. Ukiona unakosana na mtu na hujawahi kuona kosa lako hata siku moja, ujue una kiburi. Na kukumbusha, ukiona unakosana na mtu na hakuna siku umewahi kusema mimi nimekosea, samahani. Yaani wewe tu ni wakusema tu kila siku unakosea tu. Wewe ni wakumbuka mambo matatu: uliomtendea mtu mazuri, uliokosewa na unaotaka kumfanyia. Ukiona umekosana na mtu au umetalafiana na mtu, huoni kosa lako kabisa, yaani wewe unaona mtu tu, jiulize, wewe una kiburi. Wewe unakoseaga nini? Ukiona unaongea na mtu, unataka wewe ushinde tu. Unataka wewe ndio juu, alafu ndio master, alafu ndio mkuu, alafu ndio jembe, alafu ndio kio, alafu ndio master. Kiburi. Ukiona hizi dalili za kiburi, niambie ukweli. Sikuhubirii mahubiri ya uongo hapa, nakuhubiria maisha ya kawaida. Lakini Biblia inakuhubiria maisha ya kawaida kabisa ambayo unaishi. Ukiona unakosana na mtu, umelafiana na mume wako, mke wako, hakuna siku umewahi kuomba msamaha. Wewe tu ni wakulaumu tu. Wewe ni mtu tu ambaye ukiongea kwenye kundi la watu unataka tu wakaribishe wenzako chini tu. Hakuna siku umewahi kusikiliza, unataka uongee wewe tu. Wengine wana kiburi. Nicheki. Kiburi. Mitume walitii walichoambiwa na Yesu. Kiburi. Dalili nyingine zinazoonyesha kama wewe una kiburi: ukiona kila unachokifanya unataka watangazie watu wakione, ujue una kiburi. Yaani kila unachokifanya unataka watu wote watulie wakuangalie. Hamnioni? Ndio mimi. Umevaa nguo mpya, unajaribu kutafuta njia watu. Alafu mimi ndio malkia wa hapa Kigamboni. Yaani kiburi. Ili mimi ni zaidi yenu. Alafu mimi ndio jembe. Ukiona wewe mume wako anakununulia kagani, karago, haya si wengine. Wewe ni mama, unabeba funguo kama vile sakramenti inapita, kujishushi. Unaenda mahali wako wamekaa kimya, lakini unataka kuonyesha kwamba unakaa nje. Unabeba funguo isache yeye watu waweze kuona. Jamani nimetoka. Au unaita mtu na jamani, hebu sasa kupaki hivi. Mmesema turekebishe paki mzee. Unataka kuambia watu kwamba wewe una gani? Uhitaji. Mafanikio yako uhitaji kuyatangaza, yanatangaza yenyewe. Ukiwa unatangaza mafanikio yako, ujue unataka kiburi, unataka kujibadilisha kwamba wewe ni tofauti na wengine. Na ukiwa unataka kutofautisha na watu wengine, ni kiburi, unaenda tu mimi usizoee, sio mchezo. Nini? Kiburi. Hata vitu hivi wakati unafanya unakuta hujui. Kwa hiyo ukiona ya kwanza, ukiona unakosana na mtu, hujawahi kuona kosa lako, ukiona unaongea na watu, hakuna siku umewekwa submissive, kujishusha, ukajinyenyekesha, kila saa unataka kuingia kuipite. Kiburi. Na ukiona kila fanikio unalofanya, unataka uitangaze watu walisikie, walione. Kiburi. Cha mwisho, indication nyingine inaonyesha kwamba una kiburi. Kuna vitu ambavyo hata kama ni vizuri vipi, hampaswi kusema. Mfano mzuri,
Kuna nguo ukiinunua, hata kama ina maua, hata kama ina vigelegele gani nzuri, lazima uvae ndani. Vaa ndani. Huwezi kuvaa na kuchomekea. Kwa sababu ni mpya watu wa hiyo, huwezi. Unajua hiyo nguo? Mezea, unajua sana hiyo. Hata kama ina maua si na vigelegele gani. Watoto wadogo ndio wakinunuliwa wanapenda kujifunua kuonyesha wenzao. Lakini kuna kitu ambacho kwenye maisha unapaswa ukikae ndani. Hakiruhusiwi kuonyeshwa. Kwa mfano wewe na mume wako mmekaa mmepanga tunataka kujenga nyumba mahali fulani. Tunataka tununue gari. Tulia mke wangu bado fanya process. Wewe kesho yake umeshachukua hela huyo. Na hela yako umekamatia mshiki. Unaenda kwa gari, vipi mimi? Yaani tuombe sana kwa sababu yaani tuna maplan na kwa tuna maplan. Unaanza kumuuliza hivi mume wako hana kwa kununua gari. Utapakia barabara mpaka lini jamani? Utakuwa vumbi hivi mpaka lini? Unaanza kuuliza. Kimya, unaona bila wewe. Unafahamu watu wakinywa hili jiwe. Ndilo unaona kanyaga kufikia upande wa pili. Unakanyaga kwenye jiwe ili usichafuke kwenye maji. Wanakuja kunyamisha. Ili kesho ukipita ukanyage maji uchafuke. Ndio wanapendana ile binadamu. Unajua watu, ndio unajua unafiki wa mwanadamu wewe. Unakumbuka Yesu wakati anaingia Yerusalemu. Hosana mwana wa Daudi. Kesho yake msulubishe. Sulubishe. Unajua watu. Wao wanaanza kule kanisani wamekaa kama malaika wametoka mbinguni. Unatangaza utakatifu. Unajua watu wengi, unajua binadamu. Unajua vizuri binadamu. Wanafikiri watoto wanaopenda baraka za sio wote. Watu wanakazana wanatoka jasho wao tayari kutoa pesa zao wakuangamize wewe, wakudidimize wewe. Yaani hawako tayari kuona umebarikiwa. Unajua watu wana wivu. Watu wamekamatwa. Unavaa nguo, hujaongea na mtu, wala hujatangaza mahali, mtu ananuna. Haya kukopesha hela. Kwanza mwenyewe umekopa, unadaiwa mashoka. Hajui. Kanisani mkono umevaa nguo mpya, hataki kuongea na wewe. Hata kusalia hataki. Ndio binadamu. Mimi naomba jamani, tujihubirie injili ya kweli. Tujifunze, tujiponye, tuombe Mungu Mtakatifu aponye mazingira ambayo sisi wenyewe tunashindwa kufurahia baraka za watu. Kwa nini tuna matatizo gani? Kwa nini tunashindwa kufurahia baraka za watu? Kwa nini tunakufa moyoni? Tunakuwa na simanzi baada ya kuona watu wengine wamebarikiwa. Kwa nini tusinyanyuke tuseme Mungu asante kwa kubariki, najua zamu yangu itakuja. Wengi tunajifungia baraka, tunajifungia milango ya neema kwa sababu ya wivu mbaya. Na hapo wakati maskini kwa sababu tumeshindwa kushirikiana na wale wenye uwezo wa tupe mbili. Tuna hofu. Na kuambia kila familia ina chipukizi. Mungu anasema nitatoa chipukizi katika shina la Yesu. Shina la Yesu pengine ni mtu umekata alafu una shina tu. Lakini Mungu anasema nitatoa chipukizi pembeni. Nitakayonipa heshima hii shina hili. Kila familia kwa familia nyingine za chini zinadharauliwa. Lakini Mungu akiamua kutoa chipukizi katika hiyo familia, unaweza halikati ili chipukizi kwa sababu zinasimamiwa na Mungu. Kazi yetu wengi tunahangaika kukata machipukizi yanayochipuka katika mashina ya familia za watu. Mtoto mdogo ametoka, Mungu ambariki, ndio anataka kwanza kumsaidia mama yake, baba yake. Tunataka namna ya kumteketeza. Hatuko tayari kuona yule ambaye tumezoea kuona chini akiwa juu. Tueleze ukweli. Roho Mtakatifu atufanyie operation ya kweli. Tumeshindwa kuona watu, mwalimu ametoka hapa ameomba na kukopa hela. Amekopa hela zake ili ajenge haraka hamna gari kwa usafiri kwa ajili ya kwenda kazini. Amekopa huku analipwa polepole, anataka kutoka kwenye mshahara. Anajenga
Nasikia Mungu. Freemason. 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 Mungu wetu kweli hawezi kumpa mtu gani? Mungu wetu ni maskini. Kwamba kila kitu kizuri kinatoka kwa Freemason. Na mtajiri wangu. Lazima tueleze ukweli. Tueleze ukweli. Kwamba baraka Mungu anagawa kwa yote. Roho Mtakatifu ndiye mpaji. Somo la pili. Ndiye mpaji na karama za watu mbalimbali. Tusikubali hata siku moja kufa kwa sababu ya baraka za wenzetu. Tujitahidi. Tuige tabia za Yesu. Wale ukijaribu kuangalia summary ya maisha ya Yesu, ukijaribu kuiga utaishi vizuri sana. Kwanza, wakati Yesu amezaliwa, Herode alitaka kumwangamiza. Mtu mwingine ambaye alikuwa anataka kukata chipukizi kwenye shina angemuua Yesu. Mengine yote alikuwa anakuja asije kwetu. Yesu wakati amezaliwa amelala pale kama mtoto. Sisi wa kipindi cha Krismasi tunapita tunaangalia Yesu katika hali ya utoto. Unapotazama hali ya mtoto amelala katika holi, pale unajifunza nini? Akipita mama anajifunza mimi nilikuwa mzazi, nimelea mtoto. Ukipita mtu mwenyewe unajiangalia sasa, hata mimi nilikuwa mdogo kama hivi. Kwa hiyo niheshimu watoto. Ikiwa watoto ni waheshimu. Mimi ni mama. Huyu Yesu alizaliwa hivi, kama yeye angetoa mimba ingekuwaje? Tulikosa mkozi. Mimi nimetoa mimba ngapi? Mimi nimekatisha maisha ngapi? Yeye ndio tangu mtoto mwana wa mama yako alikujua na kutakasa. Wewe wale wengine kwa tumbo lako ama Mungu anafahamu umemaliza maisha yako. Kwa kisingizio mimi ni dada, nataka nibaki nikiwa dada. Haubaki dada. Wewe ni mwani. Wewe ni Herode. Chinjaji, mlishirikiana na huyu mwenzako aliyekupatia mimba. Nyie wote ni maherode. Wachinjaji, wauaji, kama wauaji wengine, wanaoua watu walio hai. Mtoto akiingia tumboni ni uhai ule hakuna, ni roho wa Mungu ameuweka. Anatakiwa tunzwe. Kama wewe ulivyoingia ukatunzwa mpaka ukazaliwa, wewe unaua wengine, si sawa. Ndugu zangu wapendwa, tukitazama Yesu katika utoto tunaona mengi. Je, mnaofikiria kuhusu utoto wa Yesu mnawaleaje watoto wenu? Jamani, niona watoto wako. Jamani, nyie ndugu zangu watoto, mnalelewaje na wazazi wenu? Vizuri. Heri yenu mnalelewa vizuri. Mkiamka mnakuta kuna friji, ina samosa, ina kachori, ina nini tena? Nyama. Ongeni ndio sisi maziwa. Crips. Sasa wazazi wanawapenda, lakini washangaa kitoto kipo darasa la 6 hakiwezi hata kufua nguo. Ndio. Hawezi kufua nguo. Katoto kanene kipo round. Kinatembea kama vile kimestaafu ya yeye. Tunataka kuchukua pushi. Watoto wavivu hawawezi kudeki na waambie nia. Wazazi wao wanajifanya wanapenda haya mayora. Mnapenda kusoma za kuongea Kiingereza. Mnasika kusalimia wenzenu. Wapo waliomaliza wana academic certificate wana lakini hawawezi kuishi maisha ya kawaida, hawawezi. Ukimwajiri huwezi kukaa naye. Ameishi maisha ya kusifiwa na wazazi wao mtumishi. Maisha ya kujitenga. Wewe unaenda kwa hiyo unataka na wafanyakazi wenzako. Ndio watoto mnalea siku hizi. Mwanangu Junior. My Junior, yes mommy. Yeah. We are going for swimming. Yeah, mommy, today I want to eat my cornbread. Mommy, please, let me see my cornbread. What do you want?
familia sio mchezo. Watu mnasahau mlikotoka. Familia zenu ziko za chini. Watu mnalala kwenye gunia. Mimi nilizaliwa kwa familia watu 13. Mimi ni wa saba kuzaliwa. Na kama ndugu zako hata msosi hamna. Nitaka kimoja tunaona watu 6. Watatu chini, watatu juu. Miguu inakutana katikati. Wale wako wao wanataka kuuza vizuri. Kiblangeti chenyewe kidogo baridi. Unaamka asubuhi, unaamka usiku, unakuta mmoja yuko nacho kule mwenyewe. Maisha kama hayo kutoka huko. Chakula kwanza kitoshi. Napigania suria ya ukoko. Nacheka. Nakumbuka kwa siku nilala na parachichi mzikoni kulipa ulinzi. Kisha nikaibiwa kwa sababu ukiuchelewa kwa hata wameshapita nao. Nikalala nao mzikoni kulipa ulinzi. Siku nyingine nilikuwa nilala na mwili wa kuchoma. Weka mfukoni mmoja. Usiku nikaamka nikasearch na huko. Nikaanza kukunywa mdomo. Ukiona nguo umetoka hapo mgongoni mwangu. Wengine wengine. Hiti mami. Unatoka hapo kwenda kanisani. Wewe unaanza shule. Ndio shule ndio nguo nzuri kuliko zote. Kaptura inaenda kakao anaenda misa ya kwanza. Anarudi unasubiri aje kutoka kaptura ile nguli misa 3. Kaptura inafuliwa ya moto unaivaa unasikia moto. Mimi sina urafiki. Na ile maisha niliyopitia. Najua ngongeni na kusa wengine na wengine wamepitia maisha kama haya. Hata mengine ni zaidi. Unarudi shuleni. Yeye anakuwa tunaweza ukweli. Niwasiwe na kwamba nirudi shuleni siku hiyo. Ukirudi hakuna chakula na cha shule liko kali. Unarudi kwanza unaangalia jikoni unakuta hamna kitu. Unacheki jiko kama liliwashwa mchana. Unaona hamna. Hapo kuna maembe, sasa ile kaombe moto. Nije nikani maembe. Kumbuka unaenda kuunga moto wakati unarudi moto unawaka njiani. Nakumbuka siku nilirudi nikaenda kuomba moto. Siku niliwahi kuongea mtaalamu. Na huko mchezo ndio hapo bila basi. Naenda kuomba moto. Kufika kule ndio unapakua. Sasa sisi maisha yetu ya nyumbani tushazoea. Tuko wengi kama sisi. Mama anapika ugali, anaweka nyama zinaekwa. Shakini nyama zinyasoshi. Naweza kuta ni 5 au 6 au 4 na 6. Lakini tuanze ugali na mboga ziko. Tunaanza kwanza kuhesabu hapo nyama. Ndio chukua nyama yako. Ikibaki moja ambayo ina mtu. Unakata chukua. Haya, nenda kana mikono. Unapia sana kwa kana mikono. Unaenda kana mikono chapa. Speed chap. Ukirudi unakata tena chini unakamata roho lakini unasawa kurudi. Unakata. Unachunga kubwa sio kama. Baada ya kukaa sawa fupi. Wewe ndio speed yako ndio itakaa kuokoa. Ugali uko hapo na moto. Sasa kujihakikishia kwamba unaweza kula moto matongi mawili. Unaenda kuchota maji na kibakuli au kikombe maji ya baridi. Unaweka pembeni. Ili ukitoa kombe chako unapitisha kwenye maji ya baridi. Unakula wasikia kabisa linakuchoma hiyo. Kwa chozi linatoka hivi. Bwana nateseka kuvumilia. Ukiona umeshindwa hali mbaya na mambo unapiga, unaangalia usema hii mtu ungui. Unaona hali mbaya na unataka kitu na njaa hiyo, unaanza kule mama samini njoo naenda jikoni. Ifika jikoni kule anachukua sufuria ya ukoko, anaweka hapo mchuzi,
mboga kidogo anakupatia. Hiyo ni mali yako binafsi. Unaondoka nayo, watembea zako mbele ya watesi wako, unawatazama, huna haraka, unakula. Sasa nakumbuka siku nimerudi shuleni, nimeenda kwa watu kuomba moto ili nikale mahindi nile kupunguza njaa. Fika kule nikakuta wanapakua chakula. Nani anarudi? Nani anarudi hapo wanapakua? Nikatulia pale, nikapakuliwa ndizi zenye nyama. Nishazoea mara familia ya kupambana, sio napewa nyama nyingi, hata nishangaa. Nikaa pale, nikasiba, lakini nikasema kuacha hizi nyama hizi gani? That's what. Kwa hiyo nikabidi nichukue nyama nikazinyonya mchuzi, nikaweka mfukoni. Nyonya mchuzi weka mfukoni. Zinaunguza pale alikuwa ananyua mkuu. Jaza nyama. Nikazungumza nikaondoka nyumbani. Nikaita ndugu wangu ima kwa ili nipe nyama. Mama akanicheki. Mama wana akili, unajua? Mama akajifanya kama akiniita atajua nitakwenda kimbi. Kwa hiyo akaniambia mtu chukua na nini? Peleka kwa nani pale. Nikapita kabla yake nikasikia cham. Nikadapa. Umebeba nini? Sokoni. Kucheki akakuta nyama. Andio mpaka nikamwambia nimetoka kwa jirani hapa wanamwambia kalete bakuli. Yaani kuleta bakuli. Nikazitoa zote. Nikazika kwenye bakuli. Kanambia peleka pale ndani. Nikazika pale ndani. Mama akamenya ndizi. Kapika chakula. Pika ndizi. Wakati zimeanza kuiva, akanituma kwenda kachukua nyama. Nikaenda kuzichukua. Nikampa. Baada ya kumpa kwa njia yake akaweka ndani ya zile ndizi. Watu wakala msosi kwamba walikuwa na mate yangu watujiji. Ndugu zangu wapendwa, naye aongea sio usanii au namna ya kuchekesha, naeleza reality ya maisha yangu, ndivyo nilipopita na Mungu anajua. Mimi sijalelewa kwa familia za ustabei au nimetoka familia ya tajiri. Mimi nimetoka familia maskini kabisa. Niliwafunza miguu yangu hata kutembea kwenye majani ilikuwa shida. Mpaka sasa hivi ninakucha ambazo ukiendelea kufikiri mtu amepaua nyumba ya paa mbili. Yote hayo kwa nini naweza? Yaani tumetoka hapo, tumekuwa watu. Tunajua maisha. Zaidi watu wenu hata yeye wafagie. Hata wapige deki. Mmekuwa wajembe sasa kuna watu wmeajiriwa sasa ni wanajeshi. Wengine sijui, wengine mpo kwenye wizara gani huko. Wengine mmeajiriwa huko, wengine mmejitengenezea wenyewe ni majembe, yani mnajua maisha. Sasa jamaa hata kudeki yenyewe hataki wadeki. Eti mimi sasa nionekane maskini. No. Si kwamba unaenda kumlipa mfanyakazi, hapana, mmoja afanye kazi za mikono ajue maisha. Hapo nje majani yako kwa moyo, sio kaka tu hivi wewe baada ya moja moyo majani. Moyo majani mwanangu pale. Beba vitu, kalishe kuku. Jifunze maisha. Watoto hawajui chochote, wanashangaza watu. Ukiuliza wewe, Junior, hayo game yes. Kwa kwako, naye atamwajiri mtu anaweza. Naye atajiri mtu unamwajiri mtu ambaye nyumbani haongei na wenzake, yuko busy na simu. Anacheza game. Hajajua namna ya kusuluhisha na watu. Wewe sio unaenda kuzika mtoto anamaliza form 6. Tuna. Hakuna siku mwambie bwana twende tukazike. Twende. Hawa fikiria ataje kufa. Hawa ndio kupata matatizo. Mbaki nyumbani nini naenda kumwasi. Naenda kutembelea mgonjwa. Nenda nao. Tena wabebe matunda. Wale wenye mfuko, wabebe, wajue kabisa tukienda kwa watu watundani mikono mitupu. Watu wanaoenda wameshika simu ya mama kupiga picha. Junior, take some photos. Kizazi cha kushangaa kila kitu. Wow.
Tunahitaji Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yetu mwanangu. Ndio kwamba hawa wazazi walikuwa majembe. Nasikia ninaelewa. Mpambane na nini mfanye kazi. Mwoshe vyombo. Sio mnakutana mnaruka vyombo mnakutoa nje mnaruka pale kama nimesema vibaya. Wewe shahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vyema mbona mnanuna mtajibu. Wote vyombo. Sisi sasa tunashirikizo. Omoni na kompyuta. Kompyuta gani sisi? Kuzama pepa nina mdomo mwanzo nina mdomo. Hiyo najijua. Na jaribu kupita kila aina ya elimu, watoto, vijana, wazee, nipate kitu chini. Roho Mtakatifu ndiye tu atakayefanya kufanya tusaidike kubadilika. Kuna tabia ambazo kikweli kama tumeambiwa mwanzo, lazima tuzifungie mlango. Lazima tusipige lock. Tujifungie kwenye sala, kwenye mwana wa Roho Mtakatifu. Wapo walevi ambao watesa familia. Lazima ujitahidi funga mlango wa walevi. Jifungie ndani. Ogopa. Ulevi unafanya kitu chochote, hakuna kitu chochote cha maana umefanya. Umekuja mjini wao wale wanakuja nao, wameshajenga na kuhama na kuhama na kuhama. Wewe uko chumba cha kupanga kile ulichofikia mpaka nini? Hakuna tu yoyote umefanya. Jitangazie kwamba mimi nataka niache ulevi. Niambie. Na kupambana na dhambi kama hizo sio rahisi. Inahitaji majitoleo. Hakuwa story moja. Mtu mmoja alitaka kuacha pombe. Ilikuwa asubuhi yake ameamka, akaangalia plate alilokunywa. Akasema Mungu, hivi nini? Nitakuwa mlevi mpaka lini? Mbona mimi ninakuwa naendeleza pombe sana? Mungu naomba unisaidie kuacha. Akachukua kudirishia Bwana anataka niache. Akachukua chupa moja baada ya nyingine. Chukua piga kwenye ukuta kuanzia leo pombe. Hakuna sijui tena pombe. Akakamata mmoja ambaye hajafunguliwa. Akasema wewe kama ndio una tatizo yote. Mimi nakwambia sana pombe inaua figo zako. Kunywa kwa kiasi. Sikwambii uache, najua utaweza. Kunywa kwa kiasi. Acha tamaa. Mfano wa tamaa. Siku moja utawafurahisha jamaa. Siku moja panya alikuwa kwenye safari zake. Panya anatembea. Anatafuta msosi. Katika kutembea akapata kashimo kadogo kembamba kakuingia store. Akajaribu kupita pale, akapita, akaingia ndani. Akakuta store kumejaa vitu. Akaanza kula. Akala. Kashiba tumbo huko. Sasa ni wakati wa kuondoka. Kuondoka kufika kwenye shimo. Akapita kitu kikapita, tumbo likakata. Akaanza kulia. Tumbo akasikia. Akaanza kuna nini jamani? Baya alisema jamani, nimekula, nimeshiba huko na ngombe tena nipite kwenye shimo ni siwezi kupita tumbo limejaa. Sokora akamwambia wewe ndio ushauri. Wewe nenda kwenye kona, utulie. Kaa hapo. Masaa yatapita matatu manne. Tumbo litashrink. Digestion will take place. Utasikia tena njaa, hali itakuwa kawaida. Ukisikia njaa uondoke. Akamwambia sawa. Kweli panya akataka kwa mahali tulia. Baada ya kutulia akatoka. Akasema niondoke. Akapita kama anapita vizuri. Akasema mimi naondoka bila kuna kitu chochote sokoni. Naondoka na njaa. Akakuja nioje kidogo. Akarudi akala kidogo. Akasema hii inatosha hata niondoke. Akajaribu kuondoka, akaona anaenda. Akasema kule niongeze sipati. Akarudi. Akapitiliza. Tumbo likajaa tena full. Akarudi kupita, ikashindikana. Akaanza kulia. Kipindi hiki alisikia sauti, sio sungura tena. Paka akasikia sauti.
Mpaka akaja kuangalia nini kinaleo. Akamkuta pale pale. Alipomwona pale, akasema unibariki Mungu mimi na msisi wangu. Nipate nguvu ya kutumikia vyema. Amen. Na story yangu ikaishia hapo hapo, acha umbea, hauna story inaendelea. Sasa tamaa yako, tamaa jifunze namna ya kujinyima baada ya vitu. Jifunze. Unajua wengi wanafanikiwa ni kwa sababu kuna kitu kinachoitwa uvumilivu. Kuna vitu lazima uvifungie. Ni kweli nimepokea mshahara utoshi. Hata nijibane, nitanunua hivi vitu vingine siku nyingine. Wewe unaenda Kariakoo unajiridhia mwenyewe, unanunua vitu ambavyo hujapanga. Kununua kitu ambacho hujapanga ni kujiibia. Nenda Kariakoo panga mzema andika pipi, nikifika tanunua hivi, nikitoka hapo ninarinda macho yangu, nikasema nyumbani. Msaada wangu ni nyumbani. Mtu anakuletea simu siko nusu simu gani? Watu wamenunua vitu ambavyo hata vitu viko nyumbani. Ambao ungepaswa kununua baadaye. Na kununua kitu ambacho ukitumii, maana ni kama unazika pesa chini. Ni kama unafanya nyumba, umezikela. Kupeleka biashara iko hai. Lakini kuna wakati lazima usike ili baadaye uanze kuvuna. Unaweza kujenga nyumba upangishe, inaanza kuzalisha. Lakini lazima usike vitu. Ndugu zangu wapendwa, hawafundisheni adabu ya pesa. Wengi ni maskini kwa sababu si kwamba hamna kitu, hamjui kujipa adabu. Kijana anapata pesa, huna nyumba, unaenda kununua Subaru. Huna nyumba, umepangisha, unaenda kununua Subaru. Unafunga Twitter. Unafungua madirisha yote ya gari. Unaenda kukaa kwenye viti vya kuzunguka. Unaomba watu wafobia. Nakumbuka kipindi hicho zamani hizo. Kipindi hicho kule Arusha Mererani, watu walikuwa wanapata pesa. Kuna watu walifanya kufungu. Sasa hivi nataka nao maskini. Nikiwa mdogo, kuna mtu alikuja na taksi tatu. Mbele ameweka viatu vyake. Taksi ya mbele ameweka viatu. Taksi ya nyuma ameweka koti lake. Na yeye amekaa kwenye taksi ya katikati. Msafara kutoka Arusha mpaka Moshi. Tumekuja nyumbani. Taksi zinamuongoza. Siku nyingine mbele ya pikipiki. Nakumbuka kanikuta mimi na mdogo wangu. Tunapita. Akatuambia salimieni bibi yangu. Niwape hela ya kununua pigoroli pikipiki. Tukasalimia. Kama pikipiki. Mbele ya shida. Kabla 500 tukaenda kununua pigoroli nyingi. Tukawa pale. Wazee wakakuta kule wakaambiwa lala chini na kupiga boko vile na kupiga chini. Wazee wanapiga stiki. Tunakumilia. Wanakuta mimi na moja pia mburuge hapo. Na kwa famisi. Wazee wanaanza kuelewa. Kwa famisi ndio hiyo tu. Nenda kunao. Lakini ukiona watu waliotumia pesa kwa kufungu sasa hivi, yani nilifundishwa somo kubwa sana. Ukipewa hela na Mungu, rasilimali za Mungu, fadhili za Mungu, usitumie vizuri. Tunaamini ngome roho wa Mungu akusaidia. Ndugu zangu wapendwa, sitaki nirefushe tena zaidi. Nao mengi sana kuweza kuambia. Lakini Roho Mtakatifu atatusaidia. Jitahidi kufunga baadhi ya milango inayotuumiza. Dhambi ambazo zinatutesa. Wewe ni mama ambaye unajulikana kama kivuruge, mbea. Una tabia za mnazi. Unajua mtu wa mnazi kazeki, mtu wa mnazi unapanda juu kuliko mwingine. Nasema mtu wa mnazi unasoma ajira za vikao za miti mingine. Tabia ya mnazi. Nasema wakati viazi vinafanya mkutano, mtu wa mnazi umeshasoma ajira ya kikao chote. Sasa epuka tabia za mnazi za kuchunguza maisha ya watu. Kuna watu kazi yao ni kupiga TV mama nani? Mwenyewe kiko kipya. Mama nani? Tabia za mnazi. Ukiona yeye kazi yako ni kutangaza dhambi za watu. Hii tabia kama hii lazima umwombe Roho Mtakatifu nisaidie, nikuvie. Niweze kuwa mtu wa kutangaza sifa njema za watu, niachane na tabia ya kutangaza dhambi za watu. Watu wengi sana wanapenda dhambi za watu wengine. Sio kitu kizuri. Nitaidi Roho Mtakatifu kusaidia. Mwenye roho wa Mungu anakuwa kama mti ulionyooka msituni. Mti ulionyooka msituni huwa haukai muda mrefu. Kwa sababu unatumika kupaua na nini? Kusudia mbao.
Miti iliyopindapinda hakuna mtu anaangalia nayo. Wasema kweli huwa hawakai sana, kama kuna Yohana Mbatizaji wanatembea na panga au kisu shingoni au kamba shingoni. Aliyenyoka hivi huwa lazima ajiandae kupata matatizo. Lakini ile miti iliyopindapinda msituni, nani aichukue? Kwa hiyo ufanyeni uwe na baki. Na wewe utakapoamua kusema ukweli, ujiandae. Utachukiwa, utapendwa, watu watakujenga ina skendo, lakini Roho wa Mungu ni Roho wa kweli. Yeye ndiye atakayekupatia tuzo. Sisi mahujaji